Na kwa hiyo naamini kabisa kwamba Simiyu ya viwanda inawezekana. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Simiyu Anna Mringi Macha alipohutubia baraza la biashara mkoani hapa. Lakini kwa upande wa serikali tunashukuru sana serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu kwa upande wake yeye amekwisha kamilisha au anaendelea kukamilisha miundombinu iwezeshi. Cha kwanza tuna reli ya SGR ambayo inapita katika mkoa wetu. Itawezesha hata kusafirisha malighafi zetu ambazo tutazalisha, tukatengeneza kiwanda chetu hapa cha kuchakata nyama zikawa zinapelekwa kwenye mikoa mingine. Na mikoa mingine, mikoa ya Dodoma, mikoa ya Morogoro, mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nafikiri badala ya kubeba ng'ombe hapa tunaweka kwenye malori, nafikiri tungefikia mahali tukawa tunasafirisha nyama mara baada ya reli yetu ya SGR kukamilika. Nafikiri ni moja wapo ya fursa. Lakini vile vile swala la umeme mwaka huu hautaisha. Tatizo la umeme wa kutosheleza kwa ajili ya shughuli za viwanda litakuwa ni historia kwa sababu ya mradi mkubwa wa usafirishaji wa umeme wa msongo mkubwa kutoka Ibadakuli kule Shinyanga na ujenzi wa kituo cha kupozea umeme. Tuna uhakika kabisa ifikapo katikati ya mwaka huu na pengine kama itaongezeka si kabla ya mwaka huu kuisha, Simiyu itakuwa na umeme wa uhakika. Mwenyekiti wa jukwaa la wafanyabiashara mkoani Simiyu John Sabu ameshauri serikali kuimarisha zaidi mifumo ya uwekezaji kwa Watanzania wa ndani, huku afisa anayeshughulikia viwanda na biashara mkoani hapa Proches Tumaini akisema uwekezaji unachochea ukuaji wa maendeleo ya nchi. Niombe kwamba mazingira ya uwekezaji yaboreshwe, maana sisi tuna malighafi huku. Haiwezekani tukakoswa viwanda hata kama hivi vya kusindika nafaka unakuta ziko Dar es Salaam sijui na wapi, wakati huku ndio walimaji wakubwa. Kwa hiyo niombe tu serikali, kwa sababu iko hapa, iboreshe tu mazingira, wawekezaji watakuja. Tulipofikia Januari tayari kwenye mfumo wetu wa Tausi tulikuwa tuna wafanyabiashara 4282 sawa na 40%, na kiasi cha shilingi milioni 481 sawa na 69% ya lengo zimekusanywa. Tukienda kwenye wafanyabiashara wadogo, sisi kwenye mfumo ambao wamesajiliwa ni 4372, lakini hadi kufikia mwezi Januari tulikuwa toa vitambulisho 2307 kwa wajasiriamali hawa ambao vina thamani ya shilingi milioni 20,540,000. Nikiripotia kutoka hapa mkoani Simiyu ni Sitatuma.